Ndugu mgombea, karibu ongea na hadhara hii. CCM oye! Oye! Mchinga oye! Oye! Mipingo safi! Safi! Lihimilo oye! Oye! Lihimilo oye! Oye! Wabeba mabango oye! Wabeba mabango oye! Vigeregere kwa wabeba mabango. Wasiobeba mabango oye! Oye! CCM oye! Oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu chama tawala CCM! Asanteni sana. Awali ya yote naomba nianze kama ambavyo shekhe wetu alikuja akatuombea dua. Dua ni wakati wowote, dua ni saa yoyote. Dua unapoomba unakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa waniabudu. Na katika kumwabudu ni kufanya yale yaliyokuwa ya heri na kuyaacha yale yaliyokuwa ya shari. Na unapomuomba Mwenyezi Mungu unataka akujalie rehma, akujalie baraka, akujalie utukufu, akujalie yote yaliyokuwa mema, ili hata utakapofika ile siku ya mwisho wa kuiaga dunia na kwenda kwenye eneo jingine, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Na sisi kama wanadamu ambao wanadamu tuna taratibu zetu za maisha. Miongoni mwa taratibu zetu za maisha ni jambo hili ambalo leo limetukusanya hapa. Kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi. Huu ni wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi kuna vyama vingi vya siasa. Miongoni mwa vyama hivyo ni pamoja na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu wana Mipingo, ndugu wana Lihimilo, si kwa sababu nyingine bali kuomba kura. Na hatuwezi kuomba kura bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu ili atujalie, atuongoze, hatimaye atufanyie wepesi katika jambo letu, ili itakapofika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 tuweze kuwa na busara, tuweze kutambua ipi ni nzuri na ipi si nzuri, tuweze kutambua haki na batil, tuweze kutambua kwamba chama pekee kitakachotuletea maendeleo si chama kingine bali ni Chama cha Mapinduzi. Tuweze kutambua tuna wajibu mkubwa katika maisha yetu ya kuilinda amani tuliyokuwa nayo. Na amani hii tuliyokuwa nayo sio imekuja tu hivi hivi. Mwenyezi Mungu ametuletea, lakini hatimaye amani hii ikalindwa na viongozi wetu waasisi na hata wale waliokuja baadaye wakaendelea kulinda amani yetu. Amani itakuwepo kwa miaka nenda, miaka rudi. Lakini amani au utulivu unaweza ukaondoka kwa siku moja tu. Na ukisha ondoka au amani ikisha ondoka, kurudi tena ni kazi, tena kazi yake kubwa. Na amani ikiondoka, wanaoteseka kuliko wote ni wanawake pamoja na watoto wao. Baba anaweza kukimbilia kokote. Mama hatoweza kukimbia kwa sababu kubwa moja. Hawezi kukimbia yeye akamwacha mtoto
wake. Hawezi kukimbia yeye mwanamke akamwacha mtoto wake. Yuko tayari kufa na mwanawe kuliko kuondoka yeye akamwacha mtoto wake. Jana nilitoa mfano nchi ya Libya. Nchi ya Libya ilikuwa ni nchi ya amani, nchi ya asali na mafuta, nchi ya asali na maziwa. Yaani hata mwanadamu aza mke au mume akienda kuoa au kuolewa, kama hana uwezo analipiwa mahari, anajengewa mpaka nyumba, anafanyiwa matendo yale ambayo ni mema. Lakini wananchi wenyewe wakaona haya si mazuri, wakatengeneza mazingira walioyatengeneza, ikawa pale pana hovyo, hapata waliki. Hatimaye watu kutoka huko nje wakaja wakasema sasa wakati umefika. Kiongozi yule akakamatwa, akateswa mpaka akauawa. Libya iliyokuwa na kila kitu ndani ya bara la Afrika, ilikuwa ni tajiri kuliko kitu kingine chochote. Libya ikaanguka yote. Sasa hivi ni nchi ambayo ni masikini, vita imetawala, hakuna kiongozi kwa sababu waliondoa amani yao. Ninachowaomba, tusiondoe amani yetu. Hiki mnachokiona ni kizuri. Afadhali uishi katika umasikini lakini amani unayo. Unaweza ukaenda shamba ukalima, unaweza ukatoka kwa miguu kutembea mpaka pale ukafika. Unaweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Amani ipo. Amani ndiyo kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu, naomba utulindie amani ya taifa letu, utulindie amani ya Lindi yetu, utulindie amani ya Mipingo yetu, utulindie amani ya Lihimilo yetu, utulindie vyote ambavyo ni vizuri. Na hata wale wanaotaka kuharibu amani, Mwenyezi Mungu wageuze, uwatoe kwenye uharibifu, uwaweke kwenye rehema ya amani na rehema ya neema. Mwenyezi Mungu tukubalie haya. CCM oye! CCM oye! Sasa ndugu mwenyekiti wa CCM wa tawi letu la Lihimilo, viongozi mliopo meza kuu, Mheshimiwa Diwani, ndugu wana Mipingo, ndugu wana Lihimilo, wanawake wenzangu, wakina baba, vijana na wote mliohudhuria kwenye mkutano huu. Kama ambavyo waliotangulia wamesema, hapa wamekuja watu wa aina mbalimbali, lakini kila aliyekuja hakuna kingine alichosema zaidi ya kuomba kura kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuomba kura kwa Mheshimiwa diwani wetu ambaye si mwingine bali ni Musa Mkulile. Kuomba kura kwa mbunge wa jimbo la Mchinga ambaye si mwingine bali ni Salma Rashid Kikwete. Salma Rashid Kikwete huyu ndiyo mimi. CCM oye! CCM oye! Kwa nini tunaomba kura? Tunaomba kura kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya mambo mengi na makubwa, si kwa jimbo la Mchinga pekee. Amefanya mambo mengi na makubwa ndani ya nchi yetu na nje ya bara letu la Afrika. Na ndio maana leo Daktari Samia Suluhu Hassan tukimzungumzia, amepata tuzo nyingi za kimataifa kwa ajili ya kazi nzuri ambayo ameifanya. Rais Samia Hassan ndiye ambaye ameaminiwa katika bara la Afrika kuwa kinara wa matumizi ya gesi
asilia, na yeye ndio ambaye amehamasisha ndani ya nchi yake barani Afrika na kote duniani, hatimaye akapata hiyo tuzo. CCM oye! Ni rais mwanamke huyu ambaye ndani ya nchi yetu aliingia katika kipindi ambacho si cha kawaida. Kipindi alichoingia ni kipindi ambacho rais aliyetangulia Mwenyezi Mungu alimhitaji, akaingia yeye. Alipoingia yeye, amekuta miradi mikubwa ya kimkakati inafanyika, na mradi mkubwa wa kimkakati kama ule umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ameukuta ukiwa na 30% tu. Yeye amehangaika nao ule mpaka anamaliza kipindi hiki, tunaingia kwenye uchaguzi tayari. Ule umeme lile bwawa linalozalisha umeme limefikia 100%. Nani kama Mama Samia Suluhu? CCM oye! Mama Samia anajua, Daktari Samia anatambua ya kwamba mahitaji ya jamii ni muhimu sana, huduma za jamii ni muhimu sana. Mama Samia alichokifanya kwenye swala zima la elimu, ameondoa ada kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6, kwamba watoto watasoma bure. Na kwa dhamira ya dhati, Mama Samia alichokifanya ni kuhakikisha shule nyingi nchini Tanzania zinajengwa, na kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo wanafunzi wako mbali, maeneo yale ambayo hali za maisha ya watu ziko chini, kwenye shule zile alizozijenga zina mabweni. Mfano hai na mfano mzuri ni hapa wapi? Mipingo, kata ya Mipingo. Kuna shule moja nzuri sana ya bweni. Sidhani kama shule ile iliwahi kuwepo tangia kipindi cha wazee wangu hapa, wakaona shule ya nzuri kama ile, wakaona mabweni kama yale, wakaona sehemu ya kulia chakula kama ile, wakaona nyumba za walimu kama ile. Au nasema uongo? Na wauliza hao wenyewe, nasema uongo? Sasa tusomeshe watoto kule, hasa wote tuwasomeshe, lakini tusomeshe zaidi wasichana. Kwa nini tunasema zaidi wasichana? Kama mnavyojua historia, wasichana waliachwa nyuma. Hata pale ilipojitokeza mtoto wa kike na mtoto wa kiume, aliyepewa kipaumbele ni mtoto gani? Wa kiume. Huyu mwingine aliambiwa aende akaolewe, huyu mwingine aendelee na masomo. Lakini dunia ya leo imeweka usawa. Pamoja usawa huu, kama mtakumbuka kwenye dini ya Kiislamu, usawa huu kabla ya Uislamu, wakati ule wa ujahilia, watoto wa kike walikandamizwa sana. Tena ilitokea kwamba hata mtoto wa kike alipozaliwa, kwa mfano alipozaliwa mtoto wa kike, tuchukulie mtoto alikuwa na ulemavu, alikuwa anauawa huko, alafu akitoka huko anasema mtoto si riziki. Kumbe ni katika tu mazingira ya kuona mtoto wa kike huyu aliyezaliwa tena hayuko timilifu, basi huko anaondolewa. Hayo maisha sasa hivi hayapo. Ndio maana tunawaona watoto wengi, watoto wenye mahitaji maalumu wanaendelea kuwepo na wanaendelea kuishi na wanaendelea kupata haki zao. Kwa hiyo tuwasomeshe sana watoto wetu, tuwapeleke kwa mashuleni. Daktari Samia Suluhu Hassan ameondoa zile ada kusoma darasa la kwanza mpaka darasa la 12.
4 ni kitu cha kawaida, au form 1 mpaka form 6 ni kitu cha kawaida. Unachotakiwa ni bidii yako na maarifa. Hayo yote ameyafanya Mama Samia Suluhu Hassan. Akufika hapo tu, ameenda mpaka wale waliochaguliwa, waliofanya vizuri kwenye elimu ya sekondari, wametoka pale wameenda chuo kikuu. Na wakienda chuo kikuu kule, bado baadhi, sio tutasema wote, baadhi wamepewa mikopo ili waendelee na masomo ya elimu ya juu. Hayo yote ameyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oyee! Ukienda kule Dar es Salaam, haya ni ya Kitanzania na ya Kiafrika. Ukienda kule Dar es Salaam, kuna ile usafiri wa SGR, unatoka Dar es Salaam wa treni mpaka Dodoma. Lakini hata sisi huku kutoka Mtwara mpaka Mnazi Mmoja utaenda mpaka Ruvuma. Usafiri ule maana yake utasafirisha makaa ya mawe. Yakienda bandarini kule, makaa ya mawe yataingizwa, yatasafirishwa kupeleka nchi za huko. Lakini tutapata pesa kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. CCM oyee! Huyu ni nani? Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan huyu amesema ndani ya siku 100 za uongozi wake, anasema ataondoa kitu ambacho ni kero kwa Watanzania, ni kero kwa wana Lindi, ni kero kwa wana Mchinga, ni kero kwa wana Mpingo. Amesema ataondoa ndani ya siku 100. Kitu hiko hivi ni kitu gani? Kwa mfano, mtu anakuwa na mgonjwa wake. Akiwa na mgonjwa wake anampeleka hapo Sokoine, akitoka Sokoine anakwenda wapi? Muhimbili. Sasa mtu ule akifa, kumuondoa pale ni shida. Na kweli hata mimi hiyo naiunga mkono. Watu wengi mimi wananipigia, mama kuna msiba hapa, mama tusaidie, mama hatuna uwezo, mama hivi. Waliojaliwa kupita kwangu wengi nimewasaidia kuhakikisha kwamba baada ya kumzika huko, yule mtu anachukuliwa anakuja kuzikwa kwao. Na nyinyi wenyewe hapa baadhi yenu ni mashahidi, hiyo kazi nimefanya mimi mwenyewe, wala sio mtu mwingine. Sasa chukulia kwamba watu 7 kutoka jimbo la Mchinga wanahitaji watolewe pale, waletwe maiti nyumbani kwao. Mbunge atayaweza peke yake? Mbunge hawezi kabisa. Lakini serikali kwa kuona kwamba hii ni hatari, manaka watu wengine wanasema basi mimi naacha, mtazika nyinyi wenyewe. Kweli baba yako au mama yako mwache Muhimbili? Inawezekana? Haiwezekani. Ndipo Mama Samia akasema ndani ya siku 100 hilo jambo halitakuwepo. Mtu akienda pale akaugua, bahati mbaya ikatokea akafa, asibaki pale, achukuliwe apelekwe kwao, aende akazikwe. Nani kama Mama Samia? Katika maisha ya kawaida tu ya kibinadamu, chukulia mama yako ndio kafa au baba yako amekufa, unaambiwa uchukue haya maiti mpaka ulipe, na hela zenyewe sio kidogo. Amekaa pale, unaambiwa mpaka milioni 6, milioni 10. Unaweza? Wezi. Kwa hiyo Mama Samia ameliona ili ni tatizo na ni jambo bora kulishughulikia ndani ya siku 100. Hayo ni machache tu ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya. CCM oyee! Daktari Samia Suluhu Hassan ameshirikiana na Mama Salma Rashid Kikwete. Haya yote mlioyataja, mnayoyaona, sisi ndio tumefanya kwa kushirikiana Daktari Samia Suluhu Hassan, mbunge Salma Rashid Kikwete na diwani ambaye amemaliza muda wake. Lakini mkituchagua, sambamba na hilo, mkituchagua, mimi mkinichagua
daktari mkimchagua na mheshimiwa Mkulia mkimchagua, bado tutatembea katika kamba moja au katika mnyororo mmoja kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika mipingo yetu, ndani ya jimbo la Mchinga yetu, ndani ya Lihimilo yetu na vijiji vyote vinavyopatikana katika kata yetu ya Mipingo. Lengo ni kumalizia yale ambayo hatukuweza kuyafanya, ili mtakapotuchagua mkitupa ridhaa tuyafanye hayo na mengi zaidi. CCM oye! Mama oye! Wakina baba oye! Sasa kwa muktadha huo, namuombea kura nyingi na za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan, daktari ambaye anatupenda, anawapenda wana Lindi, anawapenda wana Mchinga, na ndio maana tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 daktari alitinga katika jimbo la Mchinga. Musione daktari anatinga katika jimbo la Mchinga mkafikiri ni jambo tu rahisi. Si jambo rahisi namna hiyo. Watu wengine wanamtaka aende kwake, lakini haendi kwake. Mwingine anasema mimi nataka nimuone tu live. Kwa hiyo mwingine alikuja pale Mchinga kumuona tu hivi live. Kama hivi ambavyo wengine wala hawajawahi kuniona mimi. Hawajawahi. Lakini wana Mchinga vijiji vyote mimi nimevitembelea na baadhi ya vitongoji. Kwa hiyo na wao wanasema wengine wanaulizana, hivi kweli mnapata muda wa kukaa na Mama Salma mkazungumza naye? Kweli mnapata muda wa kuzungumza naye? Sasa ndio wengine wanasema wewe, yule mwingine anaomba kumuona huyo Salma mbunge wa Mchinga. Mwingine ili amuone mbunge wa Mchinga inachukua muda kwa mujibu wa itifaki. Mmeona, kwa mujibu wa itifaki. Kwa hiyo hata Mama Samia kuja Mchinga, watu wanajiuliza kwa nini tena amekuja kwenye majimbo haya 4, lakini inatakiwa apite eneo hili only moja tu. Lakini amepita Lindi, amepita Ruangwa kwa ajili ya waziri mkuu, akapita wapi pale Mtama kwa ajili ya kiongozi Nape, akapita kwangu kwa ajili ya mbunge wa Mchinga, na nafasi nyingine ninyi mnaifahamu ninyi wenyewe. Tutoke wote tuende kwenye vituo vya kupigia kura, tupige kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tupige kura kwangu mimi, tupige kura kwa ndugu Mkulia. Tukipiga kura hizo 3, maana yake tumetengeneza safu nzuri ya uongozi ndani ya chama chetu. Naomba mtambue, naomba mjue, mimi Salma Rashid Kikwete sina mgombea kutoka chama chochote cha upinzani. Wagombea wale ambao waliomba kugombea, kwa mfano wote wale 4 wote wamesema hatuwezi kugombea na wewe kwa kazi kubwa na nzuri ulioifanya. Naamini mmeshasikia, hakuna mgombea wa CUF, hakuna mgombea wa Chauma, hakuna mgombea wa ACT Wazalendo, hakuna mgombea wa UDPT. Nani sijui chama kile? CCM oye! Kuna mgombea mmoja tu wa CCM. CCM oye! Sasa nataka niwaambie kwa ufupi kabisa, kata ya Mipingo miongoni mwa kata 11 katika jimbo letu la Mchinga. Kata hii ina vijiji 5, nyinyi wenyewe mnavijua kama Mipingo, Nyangara, Matapwa na Mkongo na Lihimilo, ambapo leo hapa tupo kwa ajili ya kuomba kura za wagombea na tayari nimeshaziomba. Aidha ina vitongoji 21. Ina matawi 7 na mashina 39 ya CCM. Kata hii
Wanufaika wakubwa wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha miaka mitano, yani 2020-2025. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 4.43 katika kuboresha utoaji wa huduma za jamii. Huduma hizo za jamii ni zipi? 1, miundombinu, sawa. 2, elimu. 3, afya. 4, kilimo na ufugaji. 5, umeme na mawasiliano. 6, maji. Hayo ndio mahitaji muhimu kwa jamii au kwa wana Mchinga na wana Lihimilo kwa ujumla wake. Serikali awamu ya 6 kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan ilifanikisha ujenzi wa miundombinu ya barabara kwa awamu tofauti katika kata Mipingo, hasa katika barabara ya Mkwajuni Lihimilo, Mkwajuni, Mipingo, Matapwa na Mipingo na Mnyangara. Aidha, kutokana na mvua kubwa zilizoambatana na mafuriko zilizonyesha mwanzoni mwa mwaka 2024 zimepelekea uharibifu wa miundombinu hii ya barabara katika maeneo mengi ya jimbo la Mchinga. Na hii ni kweli kabisa, madaraja mengi makubwa yamevunjika, yameharibika kabisa. Na hii kwa kweli, kwa sababu ni rehema ya Mungu, siwezi kulalamika, kwa sababu Mungu anapofanya jambo ana makusudio yake. Lakini kama mwanadamu ambaye ana mapungufu ya kibinadamu, iliniumiza sana. Tulifanikiwa ujenzi wa daraja kubwa la Mangoma lililogharimu zaidi ya shilingi milioni 700. Na hili daraja lilikuwa la muda mrefu, limekaa muda mrefu bila kufanywa kazi yoyote. Lakini nilipoingia nilihakikisha kwamba tunashughulika nalo, hatimaye likajengwa, likamalizika, na nilikuwa daraja kwa kweli zuri kabisa na la kujivunia. Na kutokana na uimara wake pamoja na mafuriko yote yaliyotokea, lile daraja liliendelea kusimama kama lilivyo. Na lile daraja manake itakuwa ni kumbukumbu ya kudumu katika historia yangu na historia ya wana Mchinga. Kwa hiyo basi, kama hivyo sivyo bahati, mvua hizi kubwa ziliharibu miundombinu yake na kurejesha changamoto iliyopo mpaka hivi sasa. Lakini ninachosema, kwa kuwa nipo, serikali ipo ya Chama cha Mapinduzi, tuna uhakika tukipewa ridhaa ya kuendelea na kuwahudumia wananchi, tutahakikisha tunapambana kadri ilivyo ili kuhakikisha tunaboresha daraja lile. Na hapa ninaposema kila kitu kiko njiani, pesa zipo kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha miundombinu ile ya barabara. Kuhusu elimu, tunatambua hali ya uchakavu wa miundombinu ya shule zetu za msingi katika kata ya Mipingo, hasa hapa Lihimilo. Lakini kwa kipindi cha miaka mitano serikali imefanikisha kuweka nguvu kubwa katika uboreshaji wa miundombinu ya shule yetu ya sekondari Mipingo kwa kujenga kama ilivyosema mabweni, bwalo la kulia chakula, nyumba za walimu, madarasa na maabara mpya kabisa. Zaidi ya shilingi milioni 700 zimetumika kuboresha huduma ya elimu katika shule yetu ya sekondari ya wapi? Ya Mipingo. CCM oye! Kuhusiana na swala la afya, tunatambua kuwa kata ya Mipingo ni miongoni mwa kata chache katika jimbo la Mchinga ambayo vijiji vyake vyote vina zahanati. Licha ya uwepo wa changamoto nyingi katika zahanati hizo, kwa kiasi tumefanikisha kufanya mambo yafuatayo. Mambo yapya: uboreshaji na utoaji wa huduma katika zahanati za vijiji vya kata ya Mipingo, hasa upatikanaji wa vifaa tiba na ongezeko la watumishi katika zahanati kama ambavyo Mheshimiwa Diwani Njenga alivyosema. Pamoja na uhaba huo, lakini tumefanikiwa kupata watumishi ambao wapo katika maeneo yetu. Lakini tutajitahidi, kwa sababu hili tatizo si tatizo dogo, ni tatizo ambalo
tunalifanyia kazi, serikali inalifanyia kazi, na mimi kama mbunge nalifanyia kazi. Kwa hiyo watakapoajiri wengine, na sisi tutajitahidi kuomba ili na sisi tupate watumishi, hatimaye tuondokane na changamoto hii au kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto hii. Tumefanikisha kujenga kliniki ya mama na mtoto pamoja na zahanati katika vijiji vya Matapwa na Namkongo. Kilimo na ufugaji. Uboreshaji na utoaji wa huduma za pembejeo za kilimo kwa wakati kwa wakulima wa zao la korosho, hasa vijiji vya Limilo na Namkongo. 2. Uboreshaji wa bei ya mazao ya korosho na ufuta. Kwa kutambua kuwa katika halmashauri ya manispaa ya Lindi kata ya Mpingo ni wazalishaji wakubwa wa zao la ufuta, tumefanikiwa kujenga josho kwa thamani ya shilingi milioni 23. Tunaendelea kusimamia hali ya amani kama nilivyosema. Amani ndio kila kitu katika maisha ya wanadamu. Na katika kata hii, kwa sababu ya kutambua rasilimali zilizopo, ndio maana kuna mwingiliano mkubwa wa watu, hasa wafugaji na watu wengine. Lakini tutaendelea kuzungumza na kuadhibiti kutumia sheria za serikali, sheria ndogo za serikali na sheria kubwa za serikali, ili wasijitengenezee wao sheria mkononi, wakajiona wao wana thamani zaidi kuliko watu wengine. CCM oye! Umeme na mawasiliano. Tumefanikisha upatikanaji wa huduma za umeme katika vitongoji na vijiji vyote vya kata ya Mpingo. Wakati sisi vijiji na vitongoji tumepata, kuna baadhi ya maeneo mengine hawajafikiwa, hasa hapa Limilo. Na unauona mawasiliano yale pale yapo. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Asante sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwasaidia wananchi wa jimbo la Mchinga na hasa hapa Limilo. CCM oye! Nani kama Samia Suluhu Hassan? Hakuna na wala hataweza kutokea. 2. Tumefanikisha uboreshaji wa upatikanaji wa huduma za mtandao wa simu katika vijiji, hasa katika kijiji cha Mnyangara, kwa kuboresha mtandao wa TTCL na ule wa Yasi ambao zamani ulikuwa unaitwa Tigo. CCM oye! Tumefanikisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika vijiji vya Limilo, ambapo ndo hapa tulipo Mnyangara na Mpingo. Zaidi ya milioni 870 zimetumika kukamilisha huduma hii katika maeneo hayo niliyoyataja. Na bado serikali imeongeza pesa shilingi milioni 450 kupeleka maji katika vijiji vya Matapwa na Namkongo, ambapo ujenzi unaendelea. CCM oye! Nini tunachotaka kukifanya 2025 2030? Kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, tutakapopata ridhaa ya watu wa kata ya Mpingo kuwasimamia katika shughuli za kuwaletea maendeleo, tutahakikisha tunashirikiana na kufanya mambo yafuatayo. 1. Tutahakikisha tunaboresha mtandao wa barabara kutoka Mkwajuni kuja hapa Limilo na Namkongo ili ziweze kupitika kwa kipindi chote cha mwaka. 2. Tunatambua hali ya uchakavu wa miundombinu ya madarasa na nyumba za watumishi katika shule yetu ya Limilo. Ni matumaini yetu katika awamu hii tutakwenda kufanya ukarabati mkubwa ili kufanya shule yetu iwe bora zaidi, na shule yenyewe ndio ile pale chini. 3. Tutakwenda kusimamia ukamilifu wa miradi ya maji katika vijiji vya Matapwa na Namkongo, ambapo tayari hatua ya awali ya miradi hii imeanza. 4. Tutahakikisha tunafungua mtandao wa barabara kutoka Mkwajuni, Mnyangara, Tendeguru kwa kiwango cha changarawe. 5. Tutahakikisha tunachochea shughuli za michezo na burudani kwa vijana, kwa sababu vijana wanapenda sana burudani na burudani yao kubwa ni mpira. Sasa haitakuwa mpira tu wa miguu, bali tutatengeneza na hata ule mpira aidha wa kikapu au mpira wa mikono. Vyote hivyo tutashughulika navyo. Lakini hapa ninachowaambia, nyinyi kama wana
Mipingo wanalihimilo, mtengeneze hizo timu, sio mimi nitakuja kuzitengeneza hapa, hiyo haitawezekana. Tengenezeni timu ili sisi tuweze kusaidia mambo ya msingi. Hatimaye tutakuwa na ligi baina ya kata na kata. Tukimaliza kata na kata tutakuja kwenye tarafa. Tukimaliza tarafa tupate tarafa gani ndio bingwa. Tukitoka kwenye tarafa sasa tutaenda huko mbele. Hatutaki timu zetu ziwe ni timu za hapa hapa. Tunataka na nyinyi mtoke mwende kule mjini mkacheze, na mkifika mjini mtoke mwende mpaka Mtwara, mwende mpaka kanda ya Mashariki. Haya yote yanawezekana kama tutaamua kudhamiria haya. CCM oyee! Tutasimamia swala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. CCM oyee! Kwa muktadha huo, tunachoweza kusema ni kwamba tuhakikishe watoto wanakwenda shule, wanasoma kwa bidii. Tuhakikishe kwamba mambo yote muhimu ya msingi yanafanywa. Hata huo mkopo ukipata, tukibahatika kupata vitu ambavyo nitaenda kuvisimamia, tuhakikishe mikopo inatumika kwa usahihi wake. Kama umeomba mkopo ili unauze samaki, basi pesa ile kanunua au samaki. Ukishamaliza kununua samaki, faida unayopata, wakina mama tunapenda shughuli, na shughuli ndio maisha, si ndio? Shughuli ndio maisha, ngoma ndio maisha, ndio kufurahi, lakini tutumie kwa utaratibu. Sio ndani ya mwezi mmoja umepewa pesa ya mkopo, kila wiki una kijora kipya. Matokeo yake utafilisika, filisika. Tusinunue sana. Ndio lazima mtu amekualika shughuli, na hii ndio sare yangu, kijora shilingi 7,000, sijui shilingi 1,000 ngapi. Wiki umenunua kijora cha 7,000, wiki inayopita kijora cha 7,000. 1,000 ngapi hizo? 14. Wiki inayofuata 7,000, wiki inayofuata ndani ya mwezi 14 na 14 umeshatumia shilingi 20,028. Bado ya kwenda kumtunza shoga. Huku na biashara ya shilingi 50,000. Shoga unamtunza 100,000. Kwa hiyo umeshamaliza 100,000 na 50,000, sijui na 30,000, 28 umeshazimaliza. Na marejesho huku kwa mwezi sijui shilingi ngapi. Naona sasa. Kwa hiyo ni hatari, wakina mama wenzangu. Tutumie pesa hizi. Pesa bila daftari upotea bila haba. Sio msije mkasema eti amekuja mbunge amesema tunatumia kwenye vijora tu. Sijasema hayo. Mimi nimewaelekeza jamani, ndugu zangu. Ama sivyo kausha damu itakukausha kweli kweli. Siku na mikopo sijui kausha damu, sijui anasema ya kausha nini, mpaka kitanda inakuja kuchukua. Sasa kama kitanda inakuja kuchukua, wewe hela yote umemalizia kwenye kijora, hivi inakuwaje hapo? Kwa hiyo tuwe makini kweli katika matumizi ya pesa. Unaweza ukawa na 50,000 ukitumia vizuri ikazaa. Na bahati nzuri wanawake kwa mujibu wa takwimu wao ndio wazuri sana katika kurejesha mikopo yao. CCM oyee! Na wanawake hawa, watoto wote hao mnaowaona hao, tunaowaona, unasikia mimi bila mama nisingesoma, mama ndio ananipa ada, mama ndio ananinunulia uniform. Au uongo wanawake? Uongo? Ni kweli. Na mwanamke ukiwa na pesa mfukoni, sawa, unakuwa na heshima. Hata baba naye anakuogopa kwa sababu una nini? Una pesa. Usipokuwa na pesa anakuona wewe si kitu, wewe ni kinyama cha mwitu baada ya siku 2. Au ukiwa na pesa hiyo, nigaie mke wangu pesa kidogo, ukimpa kidogo ndio anakwenda kuongeza wa 2, ukimpa kidogo anaongeza wa 3, ukimpa kidogo anaongeza wa 4. Lakini pesa ndio wewe unazifanyia kazi. Uongo?
Hauna danganya kina mama. Unaona wakina mama wanacheka, anasema Mama Salma anasema kweli kabisa. Kweli kweli. Sasa wakina baba nyinyi, msiwe mnakwenda kuoa tu. Mkienda kuoa kila dakika, kwanza hiyo hela yenyewe unapata wapi? Kwa sababu hata kuoa ni sheria. Hata dini inasema, lakini ukioa utende haki. Sio huku samaki huyu, huku samaki dagaa. Msifanye hivyo wakina baba, mnapata dhambi.